Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, changamoto katika ujenzi huu ni upatikanaji wa fedha kwa wakati. Kama ilivyoelezwa hapo juu kuwa vyanzo vya fedha kwenye mradi huu ni vya aina tofauti tofauti. Ili kukamilisha mradi huu tunahitaji milioni 168 na 56,467 ili tuweze kukamilisha kazi zilizobaki katika jengo hili. Kazi hizo ni hizi zifuatazo: kupachika topu za milango, kuweka aluminium kwenye madirisha, kubandika marumaru madarasa 4 na ofisi 2 za chini kwenye ground, kupaka rangi jengo zima, kuweka mfumo wa maji na umeme wa awamu ya pili, ujenzi wa mfumo ya maji taka kwenye ofisi za walimu, ununuzi wa samani ambazo ni viti na meza kwa ajili ya wanafunzi na walimu, na fedha za fundi. Ombi. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, kupitia ofisi yako ya halmashauri ya mji Njombe, TAMISEMI na wadau wengine wa elimu, tunamwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutupatia fedha kiasi cha shilingi milioni 168 na 56,467 ili tuweze kukamilisha ujenzi huu. Jina la mradi naitwa ujenzi wa madarasa 8 ya ghorofa na ofisi 4 za walimu. Kuibua mradi, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mradi huu uliibuliwa mnamo mwezi Juni 2022 na wananchi wa kata ya Uwemba kwa kushirikiana na Mheshimiwa Diwani Mheshimiwa Jackson Mtewele pamoja na kamati ya maendeleo ya kata Kamaka na Mheshimiwa mbunge ambaye ni Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika. Na wazo haya yaliibuka kwa sababu eneo la shule ni dogo. Tunashukuru sana kwani walikuwa na mtazamo wa mbele zaidi. Kutambulisha mradi, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mradi huu ulitambulishwa mwezi Juni 2022 kwenye mikutano ya vijiji Kamaka na ukapokelewa vizuri na wananchi kwa maendeleo ya kata. Wananchi walishiriki katika shughuli mbalimbali ikiwemo ya kubandua fremu za madirisha ya milango, kuwezua bati, kubomoa majengo ya madarasa 7 yaliyokuwepo, usafishaji wa eneo la ujenzi na kutoa michango ya fedha. Utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mradi huu wa madarasa 8 ya ghorofa na ofisi 4 za walimu ulianza kutekelezwa rasmi tarehe 28 mwezi wa 10 2022 kwa makadirio ya Tanzania shilingi milioni 676,571,467. Mradi huu unatekelezwa kupitia vyanzo mbalimbali vya mapato. Hivyo ukamilishaji wake unaendelea kadiri fedha zinavyopatikana. Vyanzo hivyo ni kama ifuatavyo: moja, Mheshimiwa mbunge Deodatus Philip Mwanyika tarehe 22 mwezi wa 7 2022 alichangia milioni 5. Halmashauri ya mji Njombe tarehe 20 mwezi wa 10 2022 ilichangia shilingi milioni 100. Michango ya wananchi 2022-2023 walichangia milioni 23 na 15,000. Mheshimiwa mbunge mstaafu Mwalongo alichangia tarehe 2 mwezi wa 3 2023 500,000. Mheshimiwa mbunge Deodatus Philip Mwanyika tarehe 21 mwezi wa 3 2023 alichangia milioni 5. Serikali kuu tarehe 28 mwezi wa 10 ilichangia tarehe 28 mwezi wa 10 2023 ilichangia milioni 100. Serikali kuu tarehe 2 mwezi wa 2 2024 ilichangia milioni 75. Serikali kuu tarehe 4 mwezi wa 3 2024 ilichangia milioni 100. Halmashauri ya mji Njombe tarehe 28 mwezi wa 5 2025 ilichangia milioni 50. Na halmashauri kuu ya mji Njombe tarehe 19 mwezi wa 9 2025 ilichangia milioni 50. Jumla kuu ya mapato kufikia milioni 508,515,000.
Matumizi tumetumia milioni 508,515,000 hivyo hatuna salio. Kutoka kwenye mapato ya milioni 508,515,000. Kuzungumza na mkurugenzi na mchumi kuona tunapata fedha ya kukamilisha hii floor ya juu kwa maana ya rangi, madirisha, viti na meza pamoja na top za milango. Kwa kusema hivyo naomba sasa. Process inaendelea ya yes. Mhandisi labda nimsemee kidogo. Ameshapita, anaendelea kufanya tathmini kuona fedha ambayo inahitajika, na anafanya tathmini hii kwa awamu. Awamu ya kwanza ni kuona haya ambayo tumeshayaweka sakafu yanakamilika kwa maana ya top, milango na rangi. Nafikiri status wewe mwenyewe unaiona kwa maana ya hatua ya ujenzi iliyopo. Vitu vilivyobaki ni vichache ambavyo haviwezi kuzuia madarasa haya kutokutumika. Sababu umekuwa una mchango wa kwako wewe mwenyewe binafsi, lakini umekuwa na kupushi fedha kuja kufika mahali hapa. Tukushukuru kwa hilo. Lakini nadhani wataalamu wetu wamekwisha kuzungumza. Mimi sitakuwa na maneno mengi, niombe tu uendelee kwenda kutusemea na kupushi tuweze kupata fedha kwa ajili ya kumalizia haya madarasa na tuweze kuendelea, watoto waweze kuanza kutumia, kwa sababu mradi umeanza muda mrefu, na sasa tukipata fedha kwa ajili ya kumalizia tutashukuru, na tunaamini hili liko ndani ya uwezo wako Mheshimiwa, na kuja kwenye ziara hii ninaamini tutakwenda kupata majibu na mradi huu utakwenda kuishi. Asanteni sana. Awali ya yote nashukuru nipo kwenye hii ziara ya kuendelea kuangalia maeneo sensitive kwangu kama mbunge wa jimbo la Njombe mjini. Mimi sihitaji kusema mwakilishi wa wananchi, ukiwa mwakilishi wala unahitaji kusema. Na ziara hii imenifikisha hapa jengo la ghorofa. Bahati nzuri Uwemba hapa ghorofa ilianza zamani sana. Hii tunaongezea, lakini kwa maana ya shule ndio shule ya kwanza katika mkoa. Hongera sana diwani. Kwa hiyo nimekuja kuangalia, na nia ni kwamba tunakwenda kwenye kikao cha budget. Napitia kwenye miradi ambayo iko ndani ya roho yangu, kwa maana ya kutaka kujua wamefika wapi, wanakwenda je, halmashauri itasaidia kiasi gani, na kama kutakuwa na gap na mimi kwa nafasi yangu niweze kusukuma mradi huu. Mimi sitaacha kuwapongeza wananchi wa kata ya Uwemba, vijiji vyote walikuwa na uthubutu. Mimi nimeingia hapa 2020 kama mbunge, bado watu walikuwa wanaishi kwenye zama za uzamani kwamba ghorofa ya nini, shule ghorofa ya nini, lakini ni kutoelewa. Lakini hawa wananchi wa hapa wakiongozwa na viongozi wao na diwani akiwa ni mstari wa mbele, walitambua lazima uiangalie hii shule miaka 50, miaka 100. Wenzetu walijenga hapa tayari na miaka zaidi ya 50. Kwa hiyo walipofikia ndio tukawa tumekwama, kwa maana ya kwamba wanafunzi wanaongezeka, shule inatanuka, eneo dogo. Sasa ukiendelea kujenga madarasa ya chini ni shida. Kwa mimi nashukuru kwamba tulitambua hilo, tukatekeleza mradi, tukapata vibali. Na nashukuru sana madiwani kama alivyosema msoma taarifa. Walifanya maamuzi mazuri kwa wakati ya kusema tuwe na shule ya ghorofa. Kwa hiyo nimeelewa kitu kinachotakiwa hapa, fedha zinazotakiwa, na bahati nzuri mwakilishi wa mkurugenzi ameongea kwamba na wao wameshafanya tathmini. Engineer amepita hapa, ameelewa mahitaji ya kwenda mbele ni nini, yatagharimu kiasi gani. Tunaongelea milioni 168. Kwa hiyo kwa utaratibu wa halmashauri wataangalia kiasi gani wanaweza wakafikisha kwenye bajeti zao, lakini watakapokwama hawahitaji kukwama. Na mimi kwa nafasi yangu kama mwakilishi, na nina njia zangu vile vile, hata hela zilizotumika hapa milioni 500 na kitu, kuna nyingine tumezitoka TAMISEMI, nilizitafuta mimi kwa nafasi yangu kama mbunge nikazileta hapa. Kwa hiyo nimeangalia, nitakwenda kushughulika kuona ni kiasi gani waweze kutusukumia fedha.
Ingawaje sasa kwa Uwemba hawa watu wanajiongeza, wameshaweka na mradi mwingine wa mabweni. Sasa nimeenda kutafuta hela za mabweni, sasa kusukuma zote mbili inaweza kawa kidogo shida, lakini napongeza, kazi imeenda vizuri. Kwa haraka kwa ujumla inaonyesha milioni 500. Jamani, si mnaona? Inaonyesha, ingawaje niombe sasa, mambo yameshafanyika, lakini macho yangu mimi ni makali sana kwenye kuweka madirisha. Tutapata shida kidogo, nimeshamwambia engineer. Yaani kwa macho yangu ya haraka tu hizi koplo za madirisha za milango zitatupa shida. Mimi ni mjenzi, nishajenga sana, naona ile lura ile haijakaa sawa. Kwa hiyo kama tunatumia madirisha gani? Si aluminium, maana lenyewe limenyoka, kwa hiyo majibu yatatoka tu. Kwa hiyo kama kuna haja ya kufanya marekebisho mapema, lazima mfanye, hamna ujanja. Ukiangalia ile dirisha unaona kabisa linacheza hivi, ukipiga ile aluminium hapa matundu kote huko. Kwa hiyo nadhani engineer naye ameona. Kwa hiyo nadhani ni mambo madogo tu. Tiles hapa kiwango kizuri, zimekaa vizuri, hata ceiling iko vizuri na vitu vingi viko vizuri. Nadhani ni shida yetu wa Tanzania, na hii nimelisema na nilirudia, bado kwenye kumaliza vitu. Sisi nadhani dirisha ni vipimo, yani na mpimo mpaka milimita. Kwa hiyo ukiangalia haya kidogo hayaendi kwenye milimita. Ndio maana tumesha ile shule pale, nimepigania tumeleta shule ya uhandisi amali au shule ya amali uhandisi, ili mafundi wetu wajue kwamba unatakiwa ujue vipimo na ujue kwamba nyumba sio kujenga, nyumba ni finishing, umaliziaji kwa kiwango cha juu. Sasa inaonekana nzuri na rangi tukipaka itakuwa nzuri, lakini unaweza kuona vitu vidogo ambavyo vinafanya nyumba. Lakini kwa ujumla halmashauri ya mji Njombe na wapongeza, hili jengo mlisimamia katika mazingira magumu. Fedha zilikuwa zinakuja kidogo, lakini tumefika mahali pazuri pa kwenda tu kukamilisha hizo 100. Nadhani itakuwa jengo moja ya majengo ya mfano, masaisho madogo yakifanyika. Tuendelee kushirikiana. Niwashukuru sana kamati ya ujenzi ya shule kiongozwa na mwalimu mkuu na pamoja na wazazi, na nyinyi mmesimamia hili jengo, yaani kwa umoja wenu. Mheshimiwa Diwani, kamati zako chini ya kamaka mmesimamia vizuri ujenzi hapa, mimi nawapongeza. Ingekuwa aibu kwamba anapotoka mbunge ndio jengo limekataliwa, na kwenye mambo haya na siasa zimo. Kuna watu wanataka kutukatalia hili jengo, wasema halina kiwango. Jamani, halina kiwango vipi? Kumbe ni siasa. Lakini tulisimama kidete, tukasema hapana, lina kiwango. Kuna mainjinia hapa wamelisimamia mpaka mwisho. Kwa hiyo niwashukuru sana. Sisi tunaendelea hapa, nimesha